ni kama Waislamu wanapotanguliza neno bismillah kwenye kila mwanzo wa neno au tendo. Mfano, kuchinja, kula, kuanza safari au kadhalika, au alimaanisha litumikaje jina la Yesu kwenye kila mwanzo wa neno au tendo, au na sisi tukiwa tunaanza chochote tutamke jina la Yesu kwanza. Huyu anaitwa Tito Paul Kiwambauda. Tito Paul Wambauda. Bismillah. Yeah. Na tukimaliza badala ya kusema amen tunasema inshallah. Au nini? Sawa. Swali lake zuri. Nakumbuka nina muda mrefu kidogo sana. Maana tukasema kuwa swali lolote lazima kujibiwa litajibiwa tu. Yes. Andiko hilo halikuwa na maana kama ya wenzetu Waislamu, kwa sababu katika kila mwanzo wa tendo lolote wanasema bismillah. Hapana, maana yake ilikuwa tofauti kabisa. Sasa nitaomba kwanza tuende kwenye huo mstari wa Wakolosai. Ndio. Kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 17, tuone maana hasa inayomaanishwa ni nini. Na kiukweli wenzetu Waislamu katika kila wanachokifanya lazima waende na hilo neno. Kwa hiyo akasema au na sisi tunapaswa kila tunachokifanya tufanye hivyo. Kwa jina la Yesu nafua, kwa jina la Yesu nachinja kuku, kwa jina la Yesu napika. Sasa Wakolosai 3:17 inasema hivi. Ndio. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Anamaanisha nini anaposema kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo? Paulo anamaanisha kila kitu, sio tu kusali kanisani. Na neno ni unachosema kwenye kazi, nyumbani, ofisini au popote pale. Hilo ndilo neno. Tendo ni unachofanya. Labda kwa mfano kupika, kufanya kazi, kuendesha gari, kusoma, kufua, mfano kufagia nyumba, kupiga simu za kazini, kumsalimia jirani, vyote vimo ubumo. Hakuna kitu kidogo mbele za Mungu. Sasa anaposema fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, hii ina maana kubwa 3 ambazo nataka nizielezee hapa. Kwanza, maana ya kwanza ni kwa mamlaka yake. Maana ya kwanza ni kama mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa anafanya kazi kwa jina la raisi. Sasa na wewe fanya kama Yesu ndiye aliyekutuma kufanya chochote unachokifanya. Kila unachokifanya jiulize, je, mimi hiki ninachokifanya Yesu angeongea hivi au Yesu angefanya hivi? Maana yake ujiulize, hiki ninachokifanya angekuwa ni Yesu angefanya? Kama unaona asingefanya, basi nawe acha kukifanya. Ndio maana yake. Lakini kuna kwa tabia yake. Yaani maana yake fanya kwa upendo, uaminifu, unyenyekevu. Kama Yesu angekuwa mfanyakazi mwenzako, je, angekuwa vipi? Maana yake angekuwaje? Alafu jambo la 3, kwa ajili yake. Lengo lako mwisho liwe kumtukuza yeye na sio kujitukuza wewe. Ndio maana hilo kila mfanyalo fanyeni kwa jina la Yesu. Kwa neno au kwa tendo fanyeni kwa jina la Yesu. Mfano rahisi labda nitoe. Unapika wali kwa familia. Ukiupika kwa kunungunika ni wali tu. Umepika lakini huku unanungunika, utabaki tu kuwa ni wali tu na ni chakula tu. Lakini ukiupika kwa upendo katika jina la Yesu imekuwa ibada. Bana ile kitendo cha kupika pale imekuwa ni ibada tayari. Ndio maana unaona Paulo anasema mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye, kwa sababu shukrani ndio mafuta ya kila unachokifanya. Ile shukrani. Na Paulo asemi ombeni kwanza, anasema shukuruni. Kwa nini? Kwa sababu ukifanya kazi ukilalamika umechafua ibada. Kazi yoyote ile ambayo unaifanya ukianza kulalamika wewe umechafua ibada tayari. Ukifanya ukishukuru, hata kuchimba mtaro kunakuwa ni sala. Kunakuwa ni ibada ile. Maana kuna watu wengine waonaga ni wameajiriwa kazini au kuna kazi anayoifanya hana shukrani. Yeye ni kulalamika tu, bosi mbaya, mshahara utoshi, sijui nini. Lakini ukifanya kwa furaha, kwa furaha,
Yes. Ndio, hata kama changamoto zipo, lakini ukifanya kwa furaha, maana yake umefanya ile ni ibada ile. Ndio. Kwa hiyo kanisa sio jengo tu la Jumapili. Kanisa ni jikoni Jumatatu, ni ofisini Jumanne, ni sokoni Jumatano, umeona, ni kazini Alhamisi. Yani ndio kanisa ndio maana ya ibada. Chochote mnachokifanya fanyeni, sio kwamba kila unachokifanya lazima uanze kwa jina la Yesu ninaanza kukata vitunguu. Umemaliza sema kwa jina la Yesu naanza kuangua karoti. Kwa jina la Yesu sasa naongeza chumvi kidogo. Sasa kidogo watu hata wanaokufuatilia watajua huyu una afya ya akili hapa. Sasa kazi yako, ukiandika ripoti kazini kwa uaminifu, umemtumikia Mungu. Maneno yako, ukimjibu mtu kwa upole badala ya hasira, umefanya katika jina la Yesu. Kawaida yako, hata kunywa chai ukishukuru Mungu ni ibada pia. Kwa Mungu ninakushukuru kwa chai hii ninayokunywa, umefanya ibada. Swali la kujipima, kabla hujafanya kitu jiulize, naweza kuandika imefanyika kwa jina la Yesu juu yake? Yani chochote unachokifanya ufanye umalize, alafu juu yake uweke imefanyika kwa jina la Yesu. Kama ndiyo fanya, kama la acha, usifanye. Ndio maana ile lolote mnalolifanya liwe kwa tendo au kwa neno, fanyeni katika jina la Yesu Kristo. Ndio maana nimeandika ripoti yangu ya kazini, naweza nikaandika pale juu imefanyika kwa jina la Yesu, amina. Au inakuwa na makorokoro, tashwishwi, mashaka. Umeona hiyo kitu? Najua hapa kwenye hii ripoti niliyoiandika palitakiwa hii gharama nzima itumike 200,000, lakini hapa nimeweka genji imefika 700,000. Unaweza kaandika juu yake imefanyika kwa jina la Yesu, wakati unajua kuna unaona, ndio maana ya kwa mstari huu unakuondolea mgawanyiko wa mambo ya Mungu na mambo ya kawaida. Kwa Mkristo kila kitu ni cha Mungu. Unaona mfano katika kitabu kilichoandikwa na mstahiki meya wa Amani, ndio nabii mkuu Profesa Jodevi, kwa jina la Uchumi na Maendeleo ya Serikali Tukufu ya Ufalme wa Mungu. Pale mwanzo kwenye dibaji anasema hivi, kwenye dibaji ya hicho kitabu, maana kitabu ni Uchumi na Maendeleo ya Serikali Tukufu ya Ufalme wa Mungu, anasema hivi, kitabu hiki kisaidie kuunda viongozi wenye tabia njema, kichochee biashara zenye maadili, kiimarishe taasisi zenye haki, kiamshe kanisa kutekeleza wajibu wa kijamii, kiatie moyo mataifa kuelekea kwenye haki. Alafu pointi hii hapa anasema kimkumbushe kila msomaji kuwa maisha ya kiuchumi yanapokabidhiwa kwa Mungu yanakuwa ibada. Unaona hiyo pointi hapo? Ndio pointi ya mwisho ndio inayokuja kwenye huu mstari, yani maisha ya kiuchumi. Yes. Tena maisha yani maisha ya kiuchumi yanapokabidhiwa kwa Mungu yanakuwa ni ibada. Manake amekabidhiwa mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Ndio hii pointi sasa hapa inayofanya au inayokuja kwenye huu mstari, yani jiulize, hiki ninachokifanya au kuongea, je, Yesu angekuwa hapa na niangalia ningefanya hivi? Angenipa maxi au ningeongea hivi kweli mbele yake? Unaona kuna mtu kuna watu wanakutaga kanisani, ukikutana nao ni waaminifu kweli na ni watakatifu kweli. Nenda eneo lake la kazini uone mambo yanayoporomoka kutoka kwenye kinywa chake. Kazini mbali, nyumbani kwake. Ama nyumbani kwake. Unaambia, yani mimi namuonaga tu pale akifundisha, lakini baba akija nyumbani au mama au anti, ni mtu mwingine kabisa. Kwa hiyo ndivyo. Sasa tunawezaje sasa kuhakikisha kwamba chochote tunachofanya kwa neno au kwa tendo ni kwa utukufu wa Mungu? Tunawezaje? Katika sehemu ya kwanza ya Wakolosai, hicho kitabu, maana tumesoma 3:17, lakini kuanzia mstari wa kwanza ukienda mpaka wa 17, Paulo anaandika ili kuwatia moyo wafuasi wake katika mawazo na tabia zao kwa ujumla. Akihitimisha sehemu hiyo, Paulo anaandika kwamba chochote tunachofanya kwa neno au kwa tendo ni kwa utukufu wa Mungu. Ndio hii ndio kanuni kuu inayopaswa kutawala maisha ya muamini. Kwa chochote unachokifanya kifanye kwa utukufu wa Mungu. Kama hakimpi Mungu utukufu, achana nacho.
hicho kitu usikifanye. Ndio maana ya lolote mlifanyalo. Paulo anatoa maelezo mahususi ya jinsi ya kufanya yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kunapaswa kuonekana katika jinsi tunavyofikiri. Ndio maana ukisoma hiyo Wakolosai 3 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 4, anaongea jinsi tunavyoshughulikia pia tamaa za mwili na jinsi tunavyopaswa kujaliana na kutendeana na watu wengine. Ndio maana kisha anabainisha msingi wa kuwezesha aina hiyo ya mawazo na mwenendo. Paulo anahitimisha sehemu hiyo kwa kuhimiza kwamba tuhakikishe kwamba chochote tunachofanya kwa neno au kwa tendo ni kwa utukufu wa Mungu. Kwa kufuatia maagizo hayo ya jumla, Paulo anatoa njia maalum ambazo waumini wanaweza kusimamia kwa uaminifu mahusiano mbalimbali ambayo Mungu huwa anayatoa. Kwa nini? Kwa sababu kazi ambayo Mungu amefanya ili kutufanya tuwe hai katika Kristo, tunapaswa kuzingatia mambo yaliyo juu ambapo Kristo yupo. Ndio maana anaongea kwa sababu ya haya tunayoyafanya, tunayafanyaje kwa utukufu wa Mungu. Kama ni kwa utukufu wa Mungu, it's okay, yanampa Mungu tukufu, sawa. Lakini kama hayampi Mungu tukufu, tuachane nayo. Ndio maana jambo la msingi ni kuruhusu neno la Kristo likae ndani yetu kwa bidii, likae kwa wingi ndani yetu, kama Wakolosai sasa hiyo 3:16 anaposema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Kwa sababu neno lake linapotuumba, tunaweza kuwa na uhakika kwamba chochote tunachofanya kwa neno au kwa tendo ni kwa utukufu wa Mungu. Unajua mtu wa mwilini hajui neno la Mungu. Na usipojua neno la Mungu ni ngumu sasa kufanya hayo kwa utukufu wa Mungu. Na mwisho kabisa tunapewa zana muhimu zinazotuwezesha kuhakikisha kwamba chochote tunachofanya kwa neno au kwa tendo ni kwa utukufu wa Mungu. Zana hizo ni pamoja na hiyo Wakolosai sasa 3:17. Zana hizo ni pamoja na mawazo yanayolenga mbinguni, kuzingatia utu wa kale kuwa umekufa na kuvaa utu mpya. Umeona, lakini kuvaa moyo unaonyesha upendo na sifa zake binafsi. Maana yake tuta practice kwa wengine, kuwapenda wengine. Yes, lakini zana nyingine ni kuruhusu amani yake itawale mioyoni mwetu. Na hizi zana zote zina maandiko, ila tu muda wa kuyataja ndio hatuna. Lakini zana nyingine ni kujizamisha katika Biblia, ambayo ni kuruhusu neno lake kuwa ndani yetu. Hiyo ni dhana nyingine, kwa sababu mtu aliyejaa neno la Mungu uwezo kumsikia anamsema vibaya mtu mwingine. Uwezo kumsikia anawasengenya wengine. Uwezo kumsikia akiwa anataka mwingine aanguke. No. Alafu na kujazwa na kuzingatia shukrani kila wakati. Kwa tunapotumia zana hizi, tuna uwezekano mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba chochote tunachofanya kwa neno au kwa tendo ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sawa sawa. Umesema mpaka hapo. Yes. Wakati ukiwa nafundisha nikakumbuka somo moja nabii mkuu alilifundisha 2004 na 5 hapo. Yes. Kuhusiana na somo linasema mambo ya rohoni. Akasema pointi moja, akasema tena mambo ya rohoni hayapingani na mambo ya mwilini, ila mambo ya mwilini huwa ndo yana tabia ya kupingana na mambo ya rohoni. Kwa hiyo ukiwa unatufundisha hapo kwamba chochote unachokifanya uangalie kama je, Yesu anapata utukufu katika hiki, ni kwamba ya mwilini utagundua yatapinga yale ya rohoni. Lakini ya rohoni katika we kukatakata biringanya, kufagia, hayapingani na maswala ya mwili ya mwili. Kwa hiyo kumbe chochote sio lazima tuanze kusema kwa jina la Yesu au kufungua kwa sala. Unajua pia kuna wengine wa sala hii Tito ameiweka ni katika mfumo tu wa jina. Lakini kuna wengine unakuta lazima wafanye ishara fulani, au wengine wasali kabisa, au kuna maombi fulani. Kwa hiyo unakuta kila kinachofanyika mpaka mwisho wa siku au mwisho wa sherehe au mwisho wa hiyo chochote, jamani, unashangaa mambo yamekuwa mengi. Kwa hiyo kumbe ni unakuwa akilini, moyoni mwako unajua kabisa hiki ninachokifanya kinampendeza Mungu. Vipi kwenye neno bismillah? Kwa wenzetu imekaaje? Maana